Imeenda miaka mitatu bila kufungwa ni zaidi ya Yanga. Yaani Yanga imeweka historia duniani. Ni timu ambayo miaka mitatu katika kombe la shirikisho haijafungwa peke yake. Rekodi hiyo. Hao wengine mnaweza mka-Google kasema kuna timu fulani katika nchi fulani ilienda miaka mitatu katika kombe la CRDB kombe lote la shirikisho au haijafungwa zaidi ya Yanga peke yake. Lakini rekodi kubwa tumeweka, Yanga ndio imefunga bao 8. Inawezekana hata kwa mwaka huu inawezekana ndio Yanga peke yake imefunga bao nyingi kuliko klabu yoyote. Na kwenye kombe hili ndio Yanga imefunga bao nyingi kuliko timu nyingine yoyote. Huo ndio ubora wa klabu ya Yanga. Lakini ubora wa pili, na hii inawezekana mkafahamu, kwa mwaka huu Yanga ndio timu pekee ambayo itaweka historia ya kuchukua vikombe vingi kuliko klabu yoyote duniani. Tushachukua vikombe viwili. Tushachukua ngao ya jamii, tushachukua CRDB Federation, tushachukua ngao ya jamii, tushachukua Toyota Cup. Tunaenda kuchukua ligi kuu Tanzania bara NBC, na tunaenda kuchukua kombe la muungano. Alafu tunachukua na kombe, tutachukua vikombe hivi. Nyie mtafanya research kwa sababu mwisho wa msimu kila timu tutauliza mna kikombe gani ambacho mmechukua ndani ya msimu. Mwisho wa msimu hautaulizwa si umeenda robo final nusu, utaulizwa una kikombe gani umechukua. Kwa tunaenda kuweka rekodi hiyo. Kwa pekee lazima mimi nishukuru na wachezaji nishukuru. Lakini vile vile Stefano Aziki amefunga bao 4 ndani ya mechi moja. Inawezekana ndo mchezaji pekee ambaye amefunga magoli mengi ndani ya mwaka huu ukiacha Haaland. Si ndio? Yaani Haaland pamoja na Stefano Aziki daraja lao linakuwa ni mmoja kwa sababu ni wachezaji ambao wamefunga bao 4. Kwa hiyo ndio kubwa klabu ya Yanga. Na hiyo ndio namba 10 bora ambayo inapatikana kwenye klabu ya Yanga. Ukimwacha Chama, ukimwacha Stefano Aziki, ukimwacha Feitoto ambaye peta klabu ya Yanga, hakuna namba 10 nyingine yoyote katika ardhi ya Tanzania ambaye amekuja ametoa huduma ni bora kama Stefano Aziki, kama Clatous Chama, kama Feitoto. Hakuna namba 10 na hiyo. Zote zimecheza kwenye klabu ya Yanga na zote zimehudumia klabu ya Yanga. Kwa sisi inaonekana ni kama chuo cha mpira, inawezekana so Afrika, ni duniani kwa ujumla. Kwa sisi ndio timu pekee ambao tunatoa huduma na leo nimeshangaa referee. Leo KMC referee anaonyesha dakika 2. Tumeenda Azam Complex ameweka dakika. Yaani Yanga inahitaji kufunga mabao mengi. Referee na kamisa wanaonyesha dakika hizi. Hujasikia mashabiki wa Yanga wanalalamika jukwani? Kwa hiyo Chamazi hamkuhitaji magoli mengi. Chamazi huhitaji magoli mengi, lakini unaangalia muda ambao uliotokea. Hao watoto mara nyingi wamejidondosha, lakini referee kafidia dakika hizi. Yaani muda ambao umepoteza na dakika zotoa hazifanani. Chamazi manaki ni vile muda ambao umepotea na dakika ambao zilikuwepo hazikufanana. Kwa hiyo Chamazi kwa piga bao 5. Ule utoto wa Chamazi wa kuvunja wachezaji sisi na hapa umetokea. Hujamuona Baka kama vimeumizwa. Ni utoto tu za timu ndogo ndogo ndio zinatokea hiyo mambo. Lakini tumeweka historia katika ukubwa huo. Mwalimu, mnaenda kukutana na JKT Tanzania nusu finali. Mchezo wa mwisho Yanga na JKT Tanzania ulikuwa ni mchezo mgumu sana, sala bila kufungana. Kwanza kwanza natakiwa uelewe kitu kimoja. JKT hawezi kusema timu kubwa kuliko klabu ya Yanga. Hizo ni matusi tunadhiaka. Msimu uliopita JKT tulipiga bao 5, si ndio? Ausha sawa? Sahihi. Haiwezekani timu kama JKT tukasema ni mzani. So size yetu. Size yetu sisi ni wakubwa. National Mamelodi ndio wakubwa wenzetu ambao tulikuwa kwenye klabu bingwa barani Afrika. Haiwezekani JKT tukasema, na mimi naombea kwa Mungu kwa sababu nusu finali inawezekana akacheza Songea. Si ndio? Kiama ambacho alichokipata hawa Singida, hawa Stand United, ndio wao wataenda kupata kiama hao JKT. JKT hana wachezaji wa kusema upishane na Yanga. Hiyo sio kweli. Ni kutukana mpira na kuziaki mpira peke yake. Ndio neno fasaha ambao utaweza kusema eti JKT amchallenge Yanga. Hiyo sio kweli. Lakini kwa sababu nyie mnahitaji hiyo huduma na tutampa kwa sababu kuna mtu pale JKT ana kielele, ana mdomo, tutamfundisha adabu. Na asiyefunzwa na mamae duniani, anafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu ni Yanga Sports Club. Huyo unazungumza usimtaje jina. Mimi sihitaji kumpa mtu maarufu. Umeelewa sio? Yaani mimi sihitaji kumpa umaarufu hata jina nataka kumtaja, lakini tutamshikisha adabu. Mwalimu, tutazame malengo ya Young Africans sasa. Baada ya kushinda hapa ni wazi nusu finali, lakini pia kuna namna ambavyo tunatazama malengo ya Young Africans ligi kuu soka Tanzania bara. Malengo ya mwaka huu sasa mwalimu, namna ambavyo Young Africans inaendelea ni kuyabeba makombe haya mawili yote ambayo kama malengo ya Young Africans kuyanyakua. Kwanza na hiyo tukazie sana. Jesse kwa mwanangu. Kwa Jesse nakaa mbali. Mshikaji wangu huyu ametoka Marekani, mwanangu anaitwa Jesse. Usikae mbali, kaa karibu hapa unilinde. Pamoja na hela zako kaa pembeni nilinde. Sasa sikiliza.
malengo yetu ya msimu huu, na ile nataka tukubaliane wote kwa ujumla. Klabu yoyote kubwa inaweka malengo mwisho wa msimu wachukue vikombe. Tunakubaliana? Kwa mwisho wa msimu utauliza klabu ya Yanga, mmechukua vikombe vingapi? Safari hii tumesema mpaka sasa hivi Yanga amechukua vikombe viwili, Toyota Cup pamoja na ngao ya jamii. Yanga anahitaji kuchukua, kwa sababu ligi kuu tunachukua bado muda wa kutangaza, kinakuwa kikombe cha 3. Na mimi kupitia nafasi hii naomba klabu yetu tuweke full mziki kombe la Muungano. Ndio kombe kubwa kwa sababu unganisha bara na za. Tukichukua ile inakuwa vikombe 4. Na tukichukua hiki kikombe inakuwa kikombe cha 5. Mwisho wa msimu mtakuja kutuuliza, mlisajili wachezaji kwa ajili ya kwenda nusu finali au msajili wachezaji kwa ajili ya makombe? Unaelewa? Na wewe uone kama Yanga ni timu ya makombe. Kuna timu ya wanawake, mashindano 3 wameshiriki wanawake. Ngao ya jamii, ligi kuu pamoja na Samia Cup. Katika makombe 3 ambao timu ya wanawake ameshiriki, kombe moja limeenda JKT Queens ambao ni kombe la ngao ya jamii. Kombe la Samia Cup, kombe kubwa kuliko kombe lolote, wamechukua Yanga Princess. Wamebakisha kwa katika timu ya wanawake tuko vizuri. Kwa timu ya vijana under 17, bingwa ni klabu ya Yanga, amechukua kikombe klabu ya Yanga. Unanielewa? Tumebakisha under 20 ambayo ipo katika Super 8, vilabu 8. Na hiyo tutachukua. Kwa mwisho wa msimu tutakuja kufanya review. Timu ya wanawake tumechukua makombe gani? Timu ya vijana vikombe gani? Na kubwa vikombe gani? Hiyo tutakuja mwisho wa msimu, lakini nakuhakikishia Yanga ndio itaweka rekodi duniani. Hakuna timu ambayo itachukua vikombe zaidi ya 4. Hakuna. Mwalimu, tukiachana na hilo neno moja, kwa mpinzani wako Simba anaelekea katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch nusu finali. Mchezo utapigiwa kule New Amani Complex Zanzibar. Kwako wewe, malengo ya Simba wenyewe Ahmed leo hii ameibuka, wanasema kwamba ni mpaka finali. Unaiona Simba finali kwa namna ambavyo inajitengeneza hivi sasa chini ya Fadlu Davis? Kwanza, jambo la kwanza, inawezekana mashabiki wa Simba wakawa ni washamba tu pamoja na huyo msemaji wao, kwa sababu hawezi kuweka malengo wao walisema wafike nusu finali. Lakini jiulize, imechukua miaka 7 wameenda kule kombe la Luza nusu finali mwaka huu. Unanielewa? Sahihi. Lakini taswira la karaka wanakutana timu gani? Stellenbosch ambaye amemtoa bingwa mtetezi nyumbani kwake. Yaani timu ya 3 kwa ubora katika ligi ya Misri, Zamalek anafungwa nyumbani kwake, anavuliwa na ubingwa. Yeye wameshindana na timu nafasi ya 4. Kapigwa kule kaja kumtoa kwa penalty. Nataka kuulize, timu nafasi ya 3 imefungwa. Wao wakuja kushindana na timu nafasi ya 4 ambao ni mpaka penalty. Ipi timu bora kwa akili za kaida? Singano. Mbona swali jepesi?